Niko na bonge moja la interview na mtu mashuhuri kweli kweli katika viwanja hivi vya Pande la Chalinze. Hakuna ambaye wa umri wetu tuseme watoto wa Gen Z wasemfahamu. Wote wanamfahamu. Ni mtu mashuhuri vibaya mno na kuletea hapa leo. Unajua ni nani? Mwamba, yeye anajiita DJ Sabo 6. Huyo hapa. Bwana brother, mambo vipi? Bwana kama kawa mzee wangu. Ndio, unyama wa kutosha mzee wangu. Bwana brace, kwa hiyo tupo hapa leo. Tunaenda kufanya mambo. Tunategemea interview kali nzuri, maswali yaliyonyooka ili watu wapate update ambazo wanazihitaji. Sawa. Naomi Kids imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitandao ya kijamii, kwa hiyo asante sana. Yeah. Nashukuru sana. Bwana, hivi Sabo 6 majina yako halisi ni yapi? Mambo ya nida tena mzee wangu. Hata moja tu la kwanza tu. Rahim. Mr. Rahim. Yeah. Hii Sabo 6 imekujaje? Sabo 6 ilikuwa mwaka 2013. Wakati ambao nilianza kujifundisha muziki, kupiga muziki. Baadaye nilikuwa najua baadhi ya nyimbo, nasikiza redio Abudi kule Morogoro vijijini. Kwa hiyo nilipokuwa najifundisha muziki, kwa hiyo nilikuwa mimi katika bando kwa najifundisha kufanya hiyo kazi, kulikuwa na madiji kama 6 au 7. Mimi nilikuwa DJ fan hivyo wa mwisho kabisa, mtu ambaye pia ni mzawa, yani watu wengi kwa ni wageni kutoka nje. Yaani mkoa tofauti. Kwa hiyo sasa nilipoanza kujifunza muziki, kwa mimi nikawa DJ ambaye napiga muziki wa watu wa mwisho kabisa, wale wateja wamepungua, sauti zimeshushwa hivi. Kwa hiyo mimi nilikuwa kama mtu wa sub, yani wa substitution kwenye mpira. Kwa hiyo mimi nikaona hii substitution nipunguze, niite sub, afu mimi wakati nacheza mpira wa sodo wala makaratasi nikaachana namba 6. Kwa hiyo nikasema nijiite Sabo alafu 6. Bwana mzee wangu unyama sana. Asili yako ni mtu wapi? Morogoro. Mimi ni Mpogoro kabisa. Mamangu ni Muyao, babangu Mpogoro. Mamangu Muyao huko chini kusini, babangu ni Mpogoro, Ifakara huko Bandani. Okay, sawa. Chalinze umeingia mwaka gani hapo? Rasmi kabisa ilikuwa 2021, nafikiri ilikuwa idea kuchinja, sikumbuki kwa mwezi gani ile, lakini miaka almost miaka 5 hivi 6. Okay. Na ni nani ambaye alikuvuta kuja Chalinze, yani akakushawishi kuingia hapo? Story inakuwa nyuma kidogo, back in the days. Ilikuwa wakati ninafanya hizo kazi, ulikuwa nyumbani, ukiwa nyumbani, yani nyumbani kwenu home sweet home. Unakuwa watu ukiwa unafanya muziki, watu hawakuchukulii kwenye ukubwa ambao wewe unajiona ni. Sema nabii akubariki kwao. Sasa mimi nilikuwa nafanya muziki, lakini sikuwa naweka akili nyingi sana kwenye kazi. Lakini washikaji zangu sawa karibu wale ambao na bolo nao na ingawa tunao mara nyingi wanadai mwanangu na kitu fanya tofauti, kwa sababu nilikuwa na favor yangu. Kipindi hicho ndo Afrobeat inaingia sana Tanzania, ninafanya poa. Baadhi ya mapiano za kina vocalist zile kwenye ile hela. Kwa hiyo nilikuwa nafanya vizuri. Kwa hiyo baadaye kajaga MC mmoja kutoka sehemu moja karibu na nyumbani kwetu, ni kijiji vijijini, kwa anaitwa Msolwa. Morogoro kama ndio Ifakara hivi. Anaitwa Msolwa, kutoka Msolwa na Mangula. Kuko na yeye. Kwa hiyo kuna msaidizi anaitwa Smart na naye yupo Chalinze. Kwa hiyo kujaga anafanya kazi kwenye bar fulani, anaenda kupiga anaenda kupiga yani one-time na dada zangu ni fundi, kwa ananipeleka pale. Akisema tena muziki, tuna test sound ipo sawa, ile boss aliziki na ile kazi, mimi kwa napigaga pale. Kwa hiyo ile mashine ambayo ya blow kuna download nyimbo zangu naziweka mule. Kwa hiyo naweza kama napiga boss ananikubali. Na yeye Smart alikuwa ni MC wa pale. Kwa hiyo kanafanya baadaye kwa birthday, akifanya kazi na watu wengine wanaona vitu haviendi. Kwa hiyo akaniambia Sabo, tuanze kufanya kazi mwanangu hivi na hivi. Kwa hiyo kwa birthday ananiita bwana njoo atulipane, bado kaweka alipa 50, basi bashika 5000 shika 1000 mwanangu tunaishi. Sasa mimi niko najua tu kitu fulani nafanya tu kwa just for love, sababu ni sema maisha, sababu kuna wakati mwingine ukiona vijijini unakuwa wazee wanakuwa vitu kajifunza kuchomea, jifunze fundi pikipiki, jifunze magari, yani wanakuwa na feature yao na wewe. Sure. Yeah, kwa hiyo mimi nilifanya hivyo, baadaye nikafanya kazi na Smart kama tuna boom na tuna combination. Kwa hiyo nenda mpaka sasa hivi. Kwa hiyo baadaye Smart akapata kazi moja, nakumbuka Chalinze amejakunta show ilikuwa. Baada alianza kupiga show ilikuwa kwetu pale Kilombero Mikumi mbele. Alafu baadaye kameja kana show, next show ilikuwa ni Travela. Kwa hiyo akaja na Meja kwenye show. Kwenye show alipiga PA mwenyewe na alihost ile show. I remember that Meja kunta kwenye mamu mule. Kwa hiyo ikawa hivyo. Baadaye Smart akarudi kule, Malaika Trump alikuwa na birthday yake pale Travela. Boss Chalia akamwambia bana njoo host show. Hapo kipindi hicho ma MC walikuwa, lakini unajua kuna mtu atakalaza tofauti. Kwa aliitwa Smart akaja akafanya birthday aliporudi sasa nyumbani, akaniambia mwanangu asema nimeenda DJ same press kubwa. DJ anajua, lakini kuna level, kuna kitu fulani ana wewe unacho. Nimeongea na mkubwa pale, kwa hiyo nimempa namba yako, atakupigia au atanipigia mimi. Akishanipigia nitakuvutia waya, wewe utarudia kama amekwambiaje na mimi amesemaje ili tujue tunafanyaje. Kwa hiyo baada kama wiki hivi
bro akanicheki kweli. Kwa maana hivi na hivi akanipa mikakati, ndo safari yangu ilianzia kutoka Morogoro kuja Chalinze. Kwa hiyo nikisema kwamba Smart alikuleta Chalinze sijakosea 100%. Okay. Sawa, lakini pia naona una hype pia. Yeah, of course nilijifunza hivyo vitu. Huyo brother zangu anaitwa DJ Vise. Yeye ni fundi, yani ni kama mtu fulani hivi, yani ni fundi wa hivi vifaa vya muziki, ni DJ, alafu yeye pia ni ana MC. Kwa hiyo alikuwa tukifanyika vile vitu. Naye kuna sema anafanya kazi kwenye sound, ile kuna simamia sound. Let's say kama vile sound ya Dizo au mtu sound engineer pale. Alafu sasa wewe akienda kwenye zile set muziki, sio unajua kumlipa kwenye harusi. Kwa hiyo sasa ama test magic. Kwa hiyo yeye akiwa na mnena mbali nisikio na sound hivi, kwa mimi naongea. Na mdomo sasa hapa una kitu. Sauti yako naisikia. Kwa hiyo sasa inabidi uongeze nguvu fulani hivi, ufanye hivi na hivi. Yaani yeye ndo hata kwa DJ yeye ndo aliniambia, mdomo unakuwa unapiga muziki una utulivu fulani na unafanya vitu tofauti na wenzio. Kwa hiyo mweka nguvu hapa tuone inakuaje. Kwa hiyo bro ndo yeye alitengenezaga foundation njia yangu bana, naweza nikafanya kitu fulani. Okay. So mpaka sasa hivi kitu gani ambacho unakipenda zaidi kati ya DJ na kuhype? Zaidi napenda vyote kwa sababu unaona South Africa, yes. Mtu kama Scott Mapuma, yeye ni DJ lakini ni msanii. Scott mkenda Madumani ambaye ni Mafolisa, hivyo na DJ. Kwa hiyo sasa sema sisi wa Tanzania au bongo wengi tunapenda kujiweka sehemu, kufungia sehemu moja. Lakini unaweza kufanya vitu viwili au vitatu kwa wakati mmoja. Ndio maana unaona DJ Diomi sasa amejiongeza na ni producer, na produce nyimbo zake, lakini ni bado DJ anafanya show zake. Kwa hiyo mimi nimeona naweza kuwa tu ni wani, kama naweza ngaandaa show yangu mwenyewe nikaitwa sehemu na pia, lakini mwenyewe naweza kujihype nikajili. Yaani kawa full package performance ndio target yangu. Sio tu kujifungia kwenye DJs. Yaani nataka niwe full package performance. Kama ukiniita naona kipita saba hapa kinawaka, lakini kwenye kuwaka kwake anachokiweka kitu fulani na kitu fulani. Unakipita saba unaweza nikafanya kitu show ikaboom. Okay, tukirudi kwenye stories za kawaida za kimaisha kabisa. Toka ufike Chalinze, ni tukio gani kubwa ambalo ulishia kukukuta ukasema sasa mimi hapa Sabo mzee mzima lazima nirudi nyumbani? Hiyo ilikuwaje? Bwana, tukio kubwa kabisa. Matukio ni mengi, yani hizi productions unajua nafanya kazi kwenye simu za starehe. Tukio kubwa kabisa ambalo lilishia kunikuta nikasema sasa mimi na give up. Naosha mikono juu, narudi nyumbani. Nilikuwa ni tukio la mimi kuwa na jina kubwa huku nikiwa sina hela, yani mtu anajua Sabo 6 mtu anakujua wewe mjui, lakini sababu upo sehemu ambayo ni semaje kubwa na ndama matukio mara kwa mara, wewe kalili watu huko after distance, unakumbuka travel distance ni kubwa, ni ukimuona mpaka mtu muone kule unakuwa ni mbali. Kwa hiyo sasa unafanya ile kazi kwenye love huko, unatafuta nafasi yako. Sababu ninakuja Chalinze sikutengenezewa njia kwamba wewe utafanya hiki, utakuwa hivi na hivi na hivi na hivi, utaendesha hivi na hivi na hivi, yani au tutakupeleka kwa mtu fulani kwa hivi. Mimi nilikuja ni kama DJ wa test, sababu eneo ni kubwa, alafu mimi nitoka vijijini. Watu wanaamini madije kutoka Dodoma, madije kutoka Dar es Salaam, madije kutoka Morogoro. Mimi nitokea Mikumi ndani Kilombero. Kwa hiyo mimi sikuwa mkubwa hivyo ambavyo sasa hivi nipo. Kwa hiyo mimi nilikuja na style yangu. Na mimi nilivyokuja wiki ya kwanza ya pili nilisoma gap. Madije wa Chalinze wengi walijifungia kwenye songs za ndani. Yaani hizi nyimbo za kina Harmonize, na mimi nilikuja nikasema sana switch, nabadilisha aina yangu ya upigaji. Nikawa napiga afrobeat za mapiano. Kuna watu wanaelewa kwa sababu wanaenda mjini wanarudi, na wengine kwa kuna ugumu fulani, lakini wanajaribu kufanya kwa wakati. Kwa hiyo nilitengeneza ile njia ambayo sasa hivi watu wengi wanapita, wanapiga, wanaua. Nilitengeneza ile njia. Kwa hiyo mimi kata wakati na sasa nakuwa star, ndio wananijua. Mimi sijui kama najulikana mtaani. Rafiki zangu kina Chande, Chocha, hao ndio kwa wanangu wa kwanza Chande, Chocha, wanangu wakubwa Usafini Brand ambaye ni Medrick Msafi na Chieno wawili. Kwa hiyo wanangu wanne wananiambia mwanangu, mtu hujajuzi sauni kunyoa hapa kwangu hapa. Kuzungumzia wanangu ujuzi ya Traveler kama kupiga muziki moja na kile sound Traveler kwa ukubwa. Kwa mtu ukipiga muziki Traveler, mtu cha mzee anasikia, mtu wa kule juu Budembe anasikia, watu hapa Pela Kalula unasikia wote, mpaka kule juu kule kama ndo Mkabeni unasikia. Kwa hiyo mimi nikipiga muziki saa 7 saa 8 sound inaenda mbali. Kwa hiyo sasa nikapataga watu wapya kwenye hiyo staili. Kwa hiyo nazile kuandaa show na nini, kwa hiyo nikapataga hivyo. Sasa watu wanakujua sana. Walimu wanakuona wewe mtu fulani mnyama mkali, yani mshikaji anapoa siku za show zile, kiandaa show fulani msanii fulani, mshikaji anapoa nini, anapendeza nini, sababu kama ujitengeneze mwenyewe, unaelewa hizo kazi zetu. Sasa unapokaa wewe demo Salima kubali bwana, mimi hivi na hivi nije kwako, basi unapokaza unakaa ile.
yani unaelewa mazingira fani ya kawaida. Mtu akapiga mzinga wa 30 unajizungusha siku 3-4 unajikusanya. Kwa ile nikaona sasa mimi nafanya kwa nini? Mdoza watu wako blessed na wewe kwenye nyumbani, yani hawaamini kwenye kuhusu hivyo vitu. Lakini wewe na mimi hapa naweza ngatoka kwenda sehemu fulani. Kwa hiyo nikaona hapa bidi nitoke nirudi nyuma nifanye, lakini baadaye kuna washirika kutana nao kalipa moyo na nini. Mablaza ambao yes of course. Sawa, na ni jambo gani ambalo alishia kutokea likakufurahisha ukasema da aisee hapa Chalinze sasa huyu unyama. Yaani hiki ambacho hili jambo lilotokea limenifurahisha sana kwenye moyo wangu Chalinze hapa. Hadi kupitia maisha yako binafsi. Yep. Nje ya music. Nje ya music ama upiga mshindo mkubwa ukasema hapa fresh. Mshindo mkubwa kupiga ilikuwa sherehe ya mwisho wa mwaka ya Wallput wale mafano wa Oscar Wallput puties. Rafiki yangu mmoja nilipewa na rafiki yangu. Yaani rafiki yangu alinipa rafiki. Abdul Nasser alinipa rafiki wa Salmini, ndugu yao. Yeye kwa anafanya kazi huko Wallput. Kwa hiyo aliniambia sababu nimempa namba Salmini atakucheki Ambone Saya Master AY. Akasema kuna show za wazi, alafu show ya mtu. Alafu kuna show za wazi, show za kampuni. Show ya kampuni hela haitoi mtu mfukoni. Inakuwa na bajeti labda una milioni 50. Ndio. Kwa hiyo milioni 50 ile wewe bidi ujimegela yako pale kwenye ile milioni 50. Kwa inabidi ujue nenda watu wangapi kwenye ile show kwenye perform kufanya chochote. Lakini wewe bidi utaje bei yako nzuri, wao ndo wadondoke. Kwa mimi nimeshauri kuja ningamwambia Samini bana mimi nataka hapa 500,000. 5 kwa nini? Ningamwambia 500,000 kwa sababu na kodi mashine mjini, sina mashine ya kupigia muziki. Nakuja na laptop yangu na kuja mic na kuja na usafiri, msata kwenda kurudi usiku mtihani usafiri. Ama sababu hela nyingi sana. Kweli, lakini mimi nataka nikuondoize kwamba hii kila mwaka wewe unakuja kupiga wewe. Kwa hiyo hesabu sikiliza basi. Toa hiyo laki. Ibaki laki. Ujiamini ukasema du? Ndio nashapuzo. Lakini basi kwa fresh. Bosi ananiita nimekata simu tin. Kwa hiyo nimeenda simu kwa nimekaa chini kwanza. Ukapoa bana. Kwa najifikiria 400 one night na show ilikuwa ni masaa 4-5 haizidi. Naanza saa 2 mpaka saa 6. Kwa hiyo mzee ndo langu kubwa kabisa kulipoga hela moja, yani show one night milioni ilikuwa ni 400,000 cash. Nice sana. Kwa hiyo maana sikio biashara kwa umetumia sana na mchumba nini mbebebe. Nafikiria sasa katika bad story kwenye story yangu ya mahusiano ilikuwa ni hiyo siku. Sababu nilienda kwenye ile show kuna ex wangu. Mtu maanisha kuna kwenye mahusiano muda mrefu. Sasa hiyo kwenye hiyo Salmini alikuwa na mahusiano na wenye mmoja kati ya familia wa yule. Kwa hiyo naye alimuomba bana twende basi wote nini, kwa akaenda. Kwa hiyo tumepanda gari moja, yani tunavyoondoka mimi nimekusanya vifaa vyangu nimeweka kwenye gari, tumepanda wote. Kwa hiyo kuna mtu aliona pale ninapofanyia kazi, hapo ilikuwa ni weekend Ijumaa kwanza. Lakini nilijitosa ngaacha kwanza kazi, nikachukua ile hela. Sababu ni hela kubwa, anaweza kanipa doli nyingine yake, kuna wadoni hapo wengi. Kwa hiyo sasa ile siku mimi navyoondoka sikumuaga mpenzi wangu, unajua naenda saa 2, saa 6 narudi yeye na kwa bado ilikuwa muda wangu wa kazi, sababu kazi mnafunga saa 9 kama kawaida. Kwa mimi sikuwa nimemuaga na sikuposti popote. Kwanza nimeondoka na nafika tu Msata simu inaita. Baby, leo vipi kwa shima gani? Upo wapi? Nipo pela huku. Kama Puma kwa hivi naingia na ipo sema mimi na pesa na game. Sasa PS. Game upo na nani? Nipo na wadogo zangu. Poa fresh. Na simu ndogo sasa. Kwa hiyo tunapiga video call. Nimekaa dakika 5 simu tena zaita. Kwa hiyo kuna nimefika za Msata yeye kapata taifa kama sababu kaondoka na hivi na Salmini na mtu fulani na yeye wameenda hivi. Sasa tunafika kule kuna jamaa wanajuana yeye na yeye. Sababu yeye mtu kuna masana yake kulikuwa na yani tupo combination ni wewe tuko yani tuko karibu yetu tuna vitu vyetu kama nikiwa hapa atakuwepo hapa kama dakika 10 jamuna dakika 20 atakuwepo eneo hilo. Sasa anaambia mbona kama tunaona mtu fulani wewe tukuoni uko wapi? Mimi sasa ananipigia. Mbona siona dada amekuja anataka kuona. Na ugomvi wetu mimi naenda tunagombana kuhusu huyo mtu kwamba nimepigia simu kuna message nini wa shida ya mimi kila siku naenda na china yote, lakini tu ile just for friend mambo yashapita. Kwa hiyo ikawa noma hiyo siku nafanya kazi. Yaani kwa na solve issue kibao, yani message simu zimekuwa nyingi, naitwa njoo basi nyumbani mmoja ule anakuja nishamaliza. Kwa hiyo ilikuwa yani sikufani, ilikuwa kweli good day for the first time, lakini baadaye sasa ikawa kama bad day kwa sababu ilikuwa na hiyo pita hiyo situation. Lakini nimeenda kwa story, kazi iliisha.
tulienjoy, kazi ilikuwa nzuri sana, ilifanya yani ilikuwa kizazi sana. Okay. Enjoy pale. Yes. Sawa. Sabo wewe umeoa? No, bado. Ila mchumba unaye? Bado. Niko single sasa hivi, mawasiliano yamenisumbua sana hapa katikati. Mzee wangu kweli? Of course. Watu hawezi kuamini. Mchumba anakusikia? Yani kama nasikia na rafiki zake wamfugishie, I'm single. Au anakubless tu ile? Mbona lipo wazi. No, fanya hivyo vitu. Sio muhimu sana. Hatari sana. Bwana Sabo, unalipi la kuambia hawa wanaofungua lounge bar, yani viwanja vya burudani? Wewe unalipi la kuwazungumzia? Kwanza kabisa nafikiria Chalinze imekuwa sasa hivi kubwa, ina watu tofauti, kuna watu wanaingia na kutoka. Alafu Chalinze pia ni njia panda, kuna watu wanatoka kwenda Morogoro, anaweza kawa na kiu ya bia au ameona kiwanja kinamvutia akakaa. Unaona, unajua sisi tunataka labda tunaenda Dodoma ama tupite Morogoro, tupite ofisi fulani tunapitia, tunajua. Kwa hiyo hao wanaofungua hizi sehemu za starehe au hizi lounge na bar wajue kabisa kipaumbele chao ni burudani. Burudani imepinduka sasa hivi. Zamani kwa burudani ni kuleta msanii, burudani ni kuleta bendi, burudani sio kufanya. Lakini burudani kwanza inabidi upate proper DJ. Shout kwa Boss Musa, pale The Focus. Kaeta DJ ambaye wa viwango, yani anaweza kucompete kama mimi sasa hivi nilikuwa namba moja peke yangu muda mrefu, na mimi namba 1, 2 mpaka 3 zote zangu peke yangu. Kwa nini kunaambia Kichalinze wewe? 1 mpaka 3 baba za kwangu. Zote za kwako? Zote za kwangu. Huko zingine nitaamua mimi ndo nitawapangia, na mwisho interview utaniuliza. Kuna kina DJ Tizo. DJ wa harusi bwana. Ni DJ wa harusi? Sinaeleweka huko. Mbona wapisho DJ akaoneka? So DJ wa bar fulani. Okay. Kwa DJ gani mwingine ambaye let's say top 3 ambaye Chalinze wanasema ukiachana mimi kuna dogo fulani na fulani kidogo wanafuata? Tuanzie 5. Tuanzie 5. Yes, nipe 5. 5 wana dogo mmoja anaitwa Sule. Nafikiri kwa game miezi 3 wala, lakini anasikiliza watu wanachokisema. Ametoka mtaani, alikuwa DJ wa Vibati, ipo kaoneka pale. Sawa. Pili, kuna siku ukienda pale utamsikiliza. Mwingine ngumu sana sababu kiwanja ni kimoja tu. Yaani sasa hivi focus ndio hii mpya. Kaza kile uweze kumweka kwenye 5. Ukisema unakula 4. Sasa sababu ukisema kiwanja ni kimoja maana yake yani kwani kwa ambacho kimeentertain kwenye hii hela ya almost mwaka toka Traveler ifungwe ni kaoneka. Okay. Zeo hiyo anapiga muziki kawaida lika store. Ila kaoneka na DJ. Si ndio? Lakini kwa mtu bana anamuona kwa jicho langu anaweza kufanya vizuri nini, hata siku tukaenda pale tuna vibe letu ni Sule. Tizo usimweje kwa sababu Tizo yeye ashakuzungumza kwamba yeye sio DJ wa club kama moyo, kwa sababu hawezi kuperform masaa 4 5. Lazima apate break. Mimi hapa mimi swala kwa nimekaa kinafiki, mimi naelewa, ila yeye mimi yule rafiki yangu, mshaji wangu, wewe simpingi. Ananiambia kwa sababu mwanangu hapo leo umeua, na mimi akiua anamwambia mwanangu leo umeua, na nafikiri remember that kwamba hata Idi ya kuchinja mimi ndio nilikuwa backup wake. Mimi ndio nilikuwa na hype wakati mwisho ana perform bado. Tuliua sana, tukakota hela zetu, tunafanya poa hivi hapa hivi. Lakini yeye alishaniambia kwamba yeye huko baa wanamleta tu kwamba afanye. Lakini yeye amejiwekeza kwenye nini? Na sio dhambi kwa DJ kama mtu ana VLC, sio apige baa yote, anapiga kama anaitwa anaenda, lakini yeye ni DJ wa harusi. Yule moto anapiga na galabi. Na sio dhambi, mali target ya kuwa DJ ni kupata hela. Unajua hii ni biashara, hichi ni kiwanda. Kila mtu ale keki yake kwa wakati wake. Kwa hiyo keki yake ni huko, lakini sababu sasa pale kama kuna kitu hakipo sawa, yani kuna watu wanaona wana uwezo fulani wa namna fulani, ndio maana yeye anakuja kupiga pale. Na akipiga unaona tu performance yake, wani hawa 2 hours ameshuka, amepumzika, amekuja amerudi, amepiga. Kwa hiyo mimi ukizungumzia DJ wa bar, mimi sasa hivi naweza ngasema sio mtu kunishinanisha naye. Safi kabisa. Mimi kusoma hapo mzee Sabo 6. Sasa nina maswali yangu 4 ya mwisho. Swali langu nikianza na swali la kwanza. Kuna skendo nishaye kuisikia kwamba Sabo kuna mapoti wanamtafuta katembea na mke wa poti. Hili limekaaje? Hamna ukweli wote, kwa sababu kwanza mimi naheshimu wakili wa watu. Na end of the story ni kwamba mimi maumivu ya mapenzi najua. Siwezi kudate na sio tu mke wa poti, mke wa mtu yoyote. Yaani sio mtu, hata mtu mwenye mahusiano, sio hajaoana, mtu ambaye kwenye mahusiano na mtu. Siwezi kumseduce, siwezi kuingia mahusiano hata yeye haja. Sema hivi. Sababu najua maumivu yake ni makali, mtu anaweza kufanya chochote wakati wote. Kuna stories zilikuwa zinaendelea na kweli, na unajua. Hao wanawake za watu waacho kama walivyo. Wanawake ni wengi sana. Kwa hiyo ni kuheshimu mahusiano ya watu, kuheshimu hisia za watu. Swali langu la pili, wana viwanja vingi vya Kichalinze vinasema kwamba bwana Sabo tukimuita aje kufanya kazi na sisi analinga sana.
anavimba sana. Hii nani imekaaje? Budget. Kiwango chao kidogo. Budget. Boss anakuja na majibu yake. Okay. Yaani boss anakuja unamwambia bana mimi nakuja kupiga muziki. Budget yangu kiasi fulani. Nilipe hela hii tufanye hivi. Ukiwa na pungufu tuambie bana sababu mimi nakupa labda tuseme laki. Lakini kwenye hii laki mimi bana fresh blow laki unanipa. Unanipa laki basi na muda wa kazi upungue, yani bana nafahamu masaa mawili ndio nalipa laki. Sababu mimi brand yangu kubwa na influencer watu. Kwa hiyo nikija kufanya hiyo kazi nije nikiwa post matangazo naamsha hivyo. Nikija pale mimi nakuwa part ya ile siku. Ni perform kuanzia saa 6 mpaka saa 8 au saa 5 mpaka saa 7. Niamshe niwapisha wengine waendelea nini? Na ile list yao na ile schedule yao. Kwa hiyo sasa wewe unaniambia unataka unipe shilingi 50 au tunakubaliana labda sababu laki 2 na perform Ijumaa au Jumapili. Lakini leo inakuwa full, mimi nakuwa ndio full performer. Kwa maana naanza saa 3 mpaka saa 9, masaa 6. Sio jambo dogo. Nikikwambia baba kuna kitu fulani kimeongezeka nauli, tumeshakupa advance. Sasa mtu anakupa advance baba bro nikia advance, nataka kuna langu fanya akodi na ngaongezee. Yeye anabeba yale na kuhadisia rafiki zake. Sasa unaona hii sio sawa hii. Sawa. Swali langu la tatu, nataka unitajie top 10 ya ma DJ ambao wa KTZ ambao unakubali. Achana na nchi za nje, sauzi wapi kwa nataka Tanzania hapa top 10 ambao unakubali sana. Ndani kwa kwanza kabisa DJ Jose ameinspiration vijana wengi, anafanya muziki international, perform stage makubwa ya NK, ameenda Ulaya wapi. Na mtu tu amesoma darasa shule ya msingi na saa 7, katokea huko vijijini na hata yachukua muda miaka 10 kwenye game na miaka 6 5, lakini ameboom, anapiga baa zote za Masaki na ashaua Element, ashaua Avoki, Mason, Wavuvi, Tipsy, Kukuku, ana perform majukwaa makubwa yote ya nchi. Last ni Kestrite Unlock, perform tena Kilimanjaro mwaka huu, Kilimanjaro Moshi ndio. Namba 2 Kid Lux. Hiyo ndio inspire mimi ndio kwenye mic ni Kid Lux, yani kunaongezea unyama ule. Sio ni yani kwa baadhi ya maneno ni Kid Lux, you make me happy. DJ Kid Lux. Namba 3 DJ Scratch Designer, my teacher, amenifundisha 24 Pro DJ pale. Namba 4 Fantastic. Anaondoka 24 Pro DJ sasa hapa anapiga Klausi. Namba 5 DJ Chris Nyiti. Huyo kandaziwa finest, anapiga baa zote za kandaziwa. Kama ambavyo napiga baa zote hapa Chalinze. Kwa hiyo DJ Chris Nyiti wa Mwanza. Namba 6 kuna DJ anaitwa DJ Mario. Huko Morogoro pale. Sio Mario tunayemjua sisi. Sio Mario. Hiyo ndo master jitu DJ Diomi. Huyo ndo walikuwa competition kwenye ile la yao. Kwa hiyo wale walitoka wote na alishinda DJ Mario, akaja namba 2 akawa DJ Diomi kwenye Smile of Scratch Search si na nini zile za street. Namba 6 namba 7. Namba 7 DJ Diomi kutoka Crown FM Zetron pale. KG the DJ namba 7 kutoka Crown FM Zetron. Namba 8 DJ Jimmy J, sio mkubwa sana na namba nyingi, lakini mtu mmoja noma sana, mkutana 24 Pro DJ mbaya kinoma kuliko wale ambao watu wengi wanafikiria. Okay. Namba 9 nampa DJ Tizo Fire. Sababu cutting zake ni kali sana na anajua kusoma vitu kwa wakati. Kupigia muziki wazee sio mchezo baba. DJ Tizo ni official DJ akaoneka. Okay, hapa yuko shamba ndani anajua. Kama DJ kibao mjini hawafikii uwezo wake. Namba 10 kuna mwanangu mmoja anaitwa Nimetoka. Kwa hiyo tunaiweka empty baba. Tuweke empty. Sawa. Tukiishia hapa wa namba 9 ukani surprise katika kibongo bongo katika top 10 ambao naikubali ukamtia Tizo. Sasa nataka unitajie watano. Katika swali langu la mwisho la 4 nataka unitajie DJs watano wa kisasa wa viwanja vyetu hapa Chalinze. Ama jimbo letu la Chalinze hilo. Moja Sabo 6 Tembaz 1 Mshishi. Okay fine. Wajipa mashavu mwenyewe. Namba 1 2. Namba 2 DJ Sabo 6 Tembaz 1 Mshishi Tanesco. Huyo ni nani huyo Tanesco? Mwenyewe. Namba 3 DJ Sabo 6 Tembaz 1 Mshishi high voltage mwingi transformer. Baba naogopa. Namba 4 tena nampa tena Sabo 6 yeye mwenyewe. Huyo sasa hivi ana umeme huyo. Huyo namba 4 kama kapoa. Sasa huyo hapo namba 4 huyo ana majina mengi. Huyo ndo King Kong Chuma. Malavolavo. Baba. Omi sasa. Na namba 5? Namba 5 nampa Kazaki, official DJ wa The Focus Sport Lounge.
Kuna DJ mmoja nilifanya naye interview anaitwa DJ Richie, mtoto wa Kimara. Akijaga na huwa kinyama nyama. Naona si hujampa shavu au hujaku hata kumfahamu kusikia yule. Nafikiri swali lake lilikuwa la mwisho sababu yule ni mentor wangu. Okay. Licha vitu vingi nazungumza naye, hata mara mwisho nilikuwa nimepata show ya kwanza kabisa Chalinze. Mimi najua kuna kipindi nilienda kusoma. Kuna kipindi travel ilifungwa nikalipo nyumbani. Sababu tuliongea na mabosi board of directors walituelekeza kwamba ofisi imefungwa lakini ipo kwenye marekebisho, itarudi kwa muda fulani. Kwa hiyo mimi nilikuwa na langu fan ndani kanataka kujifunza about DJs. Lakini before hapo mtu ambaye anaelekeza vitu vingi kwenye muziki ni DJ Rich TZ. My brother. Yaani nikimwona Rich naona kama nimeona kakaangu, mtu wangu wa muhimu sana. Hata mwisho nakumbuka show ya mwisho Focus alikuja. Leo hujampa shavu. Rich mimi ni mentor wangu, yani siwezi kumweka kwenye hiyo list, yani yeye ni zaidi ya hao watu. Okay. Yaani Rich siwezi kumweka kwenye hiyo list. Na hii simu naita ni ya kwake, anaklipeka na mdai. Jamaa tutengeneza sana bwana. Shukrani sana ndugu yangu. Yeah, mimi nikushukuru sana kwa muda wako. Una lipi la kuzungumzia la mwisho kabisa kwa wanao wote ambao wamesikia interview lakini pia wanakutazama pale Ommy Kids TV? Nafikiri nianze na ma DJs. Wapokee ushauri wa mashabiki, wajue nini wanachokifanya. End of the story, wafanyie kazi. Muziki sio rahisi hata kidogo, muziki sio mgumu hata kidogo. Wote vinawezekana. Na kujibrand ni sema maisha. Tusiwekeke chuki za ajabu ajabu, lakini pia tufanye kazi kwa bidii. Tujiongeze na vitu vingine, lakini Ommy Kids TV tuendelee kufuatilia exclusive ni nyingi. Leo umenistua, lakini next time tutakutana tutafanya kitu kikubwa sana. Bwana ndugu mtazamaji wa Ommy Kids TV, katika social network zetu zote tunapatikana kwa jina moja tu, Ommy Kids #TV. Kuanzia YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, kwa tunapatikana kwa jina hilo tu. Lakini leo tukamnyapia kidogo Sabo 6, lakini tumepata mambo mengi sana. Nadhani kuna mengi ya muhimu ya kuokota, lakini kuna watu kawataja mpaka watu unakuwa unaogopa kidogo, hawa watu vipi mzee? Kumbe jamani wanafuatilia sana haya mambo. Kwa hiyo na mimi nakushauri wewe mtazamaji, kitu unachokipenda usikiache kukifuatilia. Ciao.